Tazama, nyakati hizi ni nyakati ambazo watu wengi tumekuwa tukijisumbua sisi katika maisha yetu wenyewe. Tena katika kujisumbua huko, watu tunazunguka kule na kule tukitafuta watu wa kutondolea laana. Lakini laana haiondolewi na mwanadamu, laana haiondolewi na vitu, bali laana inaondolewa na yeye aliyekufia kwa ajili ya kuondoa hiyo laana, ambaye ni Yesu Kristo. Laana haiondolewi kwa vitu, bali kwa kumtii Yesu Kristo na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Watu wengi tumekuwa tukidanganywa, tunaenda huku na huku tukiambia tulete vitu ili tukapate kuondolewa laana. Hata katika Agano la Kale walifanya hivyo, lakini walishindwa, kwa sababu laana haiwezi kaondolewa kwa vitu vinavyoharibika, bali laana inaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo, maana yeye damu yake ilimwagika pale msalabani kwa ajili ya kutukomboa mimi na wewe katika laana ya torati, na kwa imani tunapata kukombolewa katika laana ya torati na tunafanya kuwa wapya kutoka katika uzao ule ambao ulikuwa ni uzao wa Adamu, ambao tumelisi dhambi ya torati. Ndugu, na kusii ukapate kumkiri Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili ukapate kuondolewa katika laana. Laana iondolewi kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu yenye thamani zaidi iliyomwagika msalabani, damu inayonena mema zaidi ya damu ya Abili. Na kusii ukapate kumkabidhi Bwana maisha yako, akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo, damu yake inanena mema na ndiye mjumbe wa Agano Jipya. Na kusii ukapate kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.